msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Kwa kiashirio hicho basi, karibu katika kipindi kizuri kabisa cha Pro Life, utetezi wa uhai, ikiwa ni siku ya Jumanne kama kawaida yetu, tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2013. Natumai tutakuwa kipindi cha mwisho cha Pro Life kwa mwaka huu 2013. Sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kushiriki katika kipindi cha Pro Life cha mwisho kwa mwaka 2013. Ni bahati iliyoje kabisa kwangu. Namshukuru sana mwenyekiti, namshukuru sana dada Grace. Yaani kwa kweli nimefurahi sana. Jamani, karibuni studio za Radio Maria, maana naona mmefurahi. Mimi nimepata bahati leo. Asante, hongera sana. Nafurahi sana. Karibuni sana za huko mlikotoka. Nzuri. Natumai mambo poa kabisa. Naona leo mnafurahi. Nadhani ni saa chache tu tunasubiri mwaka mpya. Yaani wewe acha tu. Leo tunafunga dawa kwa mada za kuonya watu. Karibu sana mwenyekiti wa Pro Life Tanzania, ndugu Yami Lagam. Karibu sana dada Grace Chayo. Asante sana. Basi tunashukuru sana kwa kutukaribisha. Na kama ilivyo ada, basi tunaanza kwa kusalimiana kwanza, na leo salamu ya mwisho ya mwaka Ndio. Tunafunga mwaka. Leo tunasema salamu yetu ya ile ya Pro Life. Hatunasema tena Bwana sifiwa. Leo tunasalimia mara 3 salamu ya Pro Life. Ile salamu unaitikia sawa sawa? Ndio. Hayo, uhai. Zawadi ya Mungu, mali ya Mungu. Uhai. Zawadi ya Mungu, mali ya Mungu. Uhai. Zawadi ya Mungu, mali ya Mungu. Basi baada ya salamu hiyo ya uhai, sasa tunakabidhi kipindi hiki kwa Mwenyezi Mungu aweze kukibariki. Tuombe. Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru sana 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 kwa zawadi ya uhai. Tunakushukuru sana kwa kutuwezesha kuwepo hadi siku ya leo tarehe 31 mwezi Desemba 2013. Ni siku ya mwisho ya mwaka, lakini pia inatujengea hamu ya kuona mwaka mpya. Kwa yale yote uliotukirimia katika mwaka huu, leo tunakuomba kwa namna pekee uifungue mioyo ya wasikilizaji wetu na wote wenye mapenzi mema, ili waweze kusikia hicho ambacho tumekiandaa kwa msaada wako, ambacho kwa kweli kinagusa moja kwa moja maisha ya kila Mtanzania, lakini hasa inatishia uhai wa Watanzania wa baadaye. Basi na sisi pia ambao tunawasilisha kipindi hiki, kwa niaba yako utujalie neema, ututie nguvu na ujasiri tuweze kuyafanya hayo kwa ustadi, kwa kadiri ile ambavyo wewe unapenda. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Amen. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii ya uhai kama tulivyosema, na leo tunajadili, hatujadili kwa kweli, tunataka kuwapeni taarifa leo. Leo tunawapeni taarifa, sasa ni siku ya mwisho ya mwaka, tunawapeni taarifa. Sio taarifa ya mapato na matumizi, taarifa kutokana na kichwa cha habari, dawa za uchungu zatumika kutolea mimba Dar es Salaam. Nimechukua mada hii kwa sababu dada Beatrice Shayo, mwandishi wa makala hii, alipoiandika na ikatoka katika gazeti la Nipashe ya Jumapili Septemba 15, 2013, watu wamesoma, lakini sidhani kama tumesoma kwa makini hivi, tukatafakari kwa undani, tukajiuliza Beatrice Shayo ametuletea makala hii anamaanisha nini. Mimi niliposoma, napenda kwa nichukue nafasi kumshukuru sana Beatrice Shayo kwa kutuletea makala hii, na ambayo leo ndio tunataka kuitumia. Nadhani Beatrice utaruhusu tuitumie kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wengi. Dawa za uchungu zatumika kutolea mimba Dar es Salaam. Basi nimwombe Grace aisome makala hii, mada hii kama ilivyo, makala hii imeandikwa kama ilivyo, na halafu tutarudia
kutafakari maeneo yale ambayo yanatugusa na pengine yatatuumiza katika maisha yetu hapa Tanzania. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Dawa za kuchochea uchungu kwa wajawazito zikiwamo misoprostol, Extostin, Mifecon MKT kupatikana kiholela kwenye maduka ya dawa kumechochea utoaji mimba kufanyika bila hofu wala kipingamizi. Utoaji mimba wa kutumia dawa hizo na njia nyingine za kienyeji unafanyika kwenye mazingira duni kwa kutumia vifaa vichafu wanavyotumia wauguzi vishoka. Hali hiyo inasababisha mabinti na wanawake kuambukizwa maradhi ya mfumo wa uzazi, mfano PID, ukimwi na VVU, na wengine kuharibu mfuko wa uzazi na kusababisha ugumba. Uchunguzi wa Nipashe Jumapili uligundua kuwa vidonge hivyo hupatikana kwa urahisi kwenye maduka ya dawa muhimu, na hivyo wanawake huzipata kwa urahisi wanapotaka kuharibu mimba. Baadhi ya wateja wanaeleza kuwa wahudumu kwenye maduka hayo wanawaelekeza na kuwapa ushauri wajawazito wanaotaka kutoa mimba. Walisema dawa hizo hupatikana kwa bei kubwa, mfano Mifecon MKT huuzwa kwa shilingi 30,000 hadi 50,000, wakati misoprostol inapatikana kuanzia shilingi 10,000 na zaidi, kutegemeana na mahali zinapopatikana na soko lilivyo wakati huo. Wauza dawa hizo hupandisha bei ili kuwahadaa wajawazito hao kwa ajili ya kupata faida zaidi, licha ya kwamba maeneo mengine dawa hizo zinaweza kupatikana kwa bei ya chini. Dawa zinazotumiwa: misoprostol 200 maarufu kama miso ni vidonge vinavyotumiwa vibaya sehemu nyingine jijini Dar es Salaam kwa kutoa mimba kwa maelekezo yanayotolewa na wahudumu wa maduka ya dawa, wahudumu wa afya wasio na maadili na madaktari vishoka mitaani. Wanadaiwa kuwaelekeza wateja kuweka vidonge chini ya ulimi ili viyeyuke, na vingine huingizwa sehemu za siri karibu na shingo ya uzazi. Aidha, kwa dawa hiyo ya aina moja hutolewa maelekezo tofauti, huku wengine wakitoa dozi kubwa zaidi, alisema mwanafunzi wa chuo kikuu cha ualimu cha Dar es Salaam, yaani DUSE. Vidonge hivyo hupanua shingo ya kizazi na kusababisha hewa kupita kwenye nyumba ya uzazi na kubomoa ukuta wa tumbo la uzazi na kuharibu mimba. Kwa upande wa MKT, ambalo katika mahojiano na baadhi ya mabinti waliofanya biashara ya ngono Buguruni jijini Dar es Salaam, walisifia kwa kuipa jina la kubwa la maadui. Walidai inatoa mimba yenye umri wowote hata pale miso inaposhindwa. Baadhi ya wauzaji waliitaja kuwa ni bingwa na wanawapatia wateja wao, hasa wenye mashaka na dawa nyingine. MKT kwa mujibu wa wataalamu inatumiwa kuharakisha uchungu kama ilivyo kwa miso, lakini inatumiwa vibaya pale inapomezwa ili kuharibu mimba. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu walikiri kuwa dawa hii inawasaidia, lakini wengine walisema si wakati wote, kwani wapo waliodai walitumia lakini badala ya kuharibu ili kuza mimba. Tembe nyingine zinazotumiwa ni Erythromycin
gramu 500 ambazo huingizwa sehemu za siri na nyingine humezwa. Mmoja wa madaktari ambaye hakupenda jina lake liandikwe gazetini alisema kuwa dawa hii si ya kuharibu mimba, bali inatumika kutibu maradhi mbalimbali kama kifua, magonjwa ya ngono na kukausha vidonda vinavyotokana na kushambuliwa na vimelea. Kwa upande wa oxytocin, watumiaji hununua na kuchomwa sindano kisha kurudi nyumbani kusubiria mimba kuharibika. Utoaji mimba kienyeji. Baadhi ya mabinti hutolewa mimba kwa kutumia kijiti cha jani la mhogo. Labda hiyo ruka tu. Ndio. Twende sehemu maeneo maarufu maeneo maarufu. Okay. Zipo sehemu mbalimbali zinazojihusisha na utoaji mimba, zikiwamo hospitali za umma, binafsi na zahanati bubu zinazojulikana kwa kazi hiyo. Jijini Dar es Salaam, baadhi ya madaktari wa hospitali za umma na binafsi wanatajwa kufanya kazi hiyo, wakati wanafunzi wa vyuo vikuu vya tiba nao wanatuhumiwa. Zipo zahanati maarufu kwa ajili ya utoaji mimba na zinazojulikana baadhi zipo karibu na mabweni ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu. Baadhi ya wakazi wa maeneo ya Kinondoni Mkwajuni, Yombo, Kilakala, Dovya, Tandika na sehemu za Tabata walieleza kuwapo uhalifu huo. Maelezo ya MSD. Ili kujua sababu za dawa zinazochangia utoaji mimba kuuzwa madukani, gazeti hili liliwasiliana na bohari ya dawa MSD kupata ufafanuzi na kufahamishwa kuwa dawa kama misoprostol zinaagizwa na kuuzwa nchini kisheria. Kwa mujibu wa meneja manunuzi wa MSD Nicodemus Frederick, dawa hizo hutumika kuzuia kutokwa damu nyingi baada ya kujifungua ama kuchochea uchungu mjamzito anapokawia kujifungua. Frederick naye, ambaye kitaalamu ni daktari, alisema dawa hizo hutolewa kwa kipimo maalumu na kwa maelekezo ya wataalamu. Kuhusu hiyo oxytocin ambayo hujulikana kama maji ya uchungu, kwa mujibu wa Frederick, inatumiwa kama sindano ili kuongeza kasi ya uchungu kwa mjamzito. Katika mwongozo wa tiba wa taifa unatolewa na Wizara ya Afya, dawa hiyo ni ya sindano na kwamba hutolewa kupitia drip ambayo mjamzito hulishwa. Dawa hizo kuuzwa kwenye maduka ni utaratibu unaokubalika kisheria kwa kuwa lengo lake ni kuwasaidia wanaozihitaji kwa mujibu wa maelekezo ya wataalamu na sio kutoa mimba, alisema Frederick. Aliongeza kwa kuwa kuzitumia kuharibu mimba ni matumizi mabaya na kusisitiza kuwa vidonge hivyo vinaagizwa na MSD kwa ajili ya kufungashwa kwenye fungashio la mama mjamzito kwa ajili ya kuzuia kutokwa damu nyingi baada au kabla ya kujifungua au kumwongezea uchungu. Madhara. Frederick anataja athari za utoaji mimba kwa kutumia dawa hizo kuwa ni pamoja na kuharibu taratibu za kimaumbile kwenye kizazi na kusababisha ugumba. Zinatumiwa vibaya, husababisha kutoka damu nyingi na kupoteza maisha kutokana na kukosea maelekezo ya wataalamu. Frederick
anataja athari za utoaji mimba kwa kutumia dawa hizi kuwa ni pamoja na kuharibu taratibu za kimaumbile kwenye kizazi na kusababisha ugumba. Zikitumiwa vibaya husababisha kutoka damu nyingi na kupoteza maisha kutokana na kukosea maelekezo ya wataalamu. Anataja madhara ya kisaikolojia na kusononeka kutokana na moyo kujuta kutokana na kutoa mimba. Mwaituka anataja tatizo la kupata magonjwa sugu ya via vya uzazi yanayoathiri shingo ya kizazi na mirija ya mayai. Wanaotumia Azithromycin 500 wanaweza kujisababishia vidonda sehemu za siri, na kwamba ni makosa kuzitumbukiza sehemu hizo. Pia kuna uwezekano wa kupata saratani maeneo ya uzazi kwa vile tembe hizo ni za kunywa. Sheria. Utoaji mimba ni kosa kisheria kwa Tanzania kwa mujibu wa sura ya 16 kifungu cha 150 hadi 152 cha kanuni za adhabu. Watuhumiwa 3 wanaweza kufungwa kutokana na kosa la utoaji mimba, ambao ni mjamzito, daktari anayemtoa na anayetoa vifaa au kugharamia kazi hiyo. Anayetoa mimba anaweza kufungwa miaka 14 au hata maisha. Anayeomba kutolewa mimba anaweza kufungwa miaka 7, na anayetoa vifaa au dawa kugharamia utoaji mimba huo anafungwa miaka 3. Kwa ujumla, kutaka kutolewa mimba, kushiriki kuitoa na kuigharamia ni kosa la jinai. Ni halali tu iwapo mimba inatolewa kwa idhini ya madaktari ili kuokoa maisha ya mama au kumkinga na maradhi ya kiafya. Asante sana basi kwa kusoma makala hiyo ambayo imeandikwa na Beatrice Shayo na ilitoka katika Nipashe Jumapili Septemba 15, 2013. Nimeleta leo kwa sababu nadhani sio wengi tulizingatia. Tulisoma kweli, labda tulisoma kweli, lakini sidhani kama wengi tulizingatia hivyo kama ambavyo tunataka tufafanue sasa. Basi wapendwa mnatusikiliza, mnakumbuka miaka 4-3 iliyopita kulikuwa na kitu kinaitwa Itifaki ya Maputo au Maputo Protocol. Hapa nchini Maputo Protocol iliingia na tukaambiwa kwamba katika Maputo Protocol ibara ile ya 12 sehemu ya 2C walisema kwamba nchi za Afrika zitunge sheria kwa ajili ya kuruhusu utoaji mimba kikemikali, chemical abortion. Chemical abortion ni kutumia dawa, vidonge au nyinginezo kwa ajili ya kutoa mimba. Sasa misoprostol ni moja ya dawa hizo, oxytocin ni moja ya dawa hizo, Mifcon M-Kit ni moja ya dawa hizo. Dawa hizo zimeingia hapa nchini, lengo lake ni kutolea mimba. Lengo lake ni kutolea mimba. Lakini kwa sababu sheria hairuhusu, kama ambavyo dada Beatrice ametushirikisha huko mwishoni, kwa sababu sheria hairuhusu utoaji mimba wa namna yoyote ile, basi sasa tunapatiwa maelezo ya uongo au maelezo yanayosisitiza maeneo ambayo hayastahili. Lakini ukweli ni kwamba dawa hizi zinaingizwa nchini pamoja na nia njema ya serikali. Kikubwa ambacho kinaonekana sasa ni kwamba wanawake wajawazito wanazichangamkia kwa ajili ya kuondoa uzito.
Na Dr. Frederick anasema kwamba watu pale anasema kisheria mahali fulani anasema kisheria iko hapa. Dr. Frederick yule ambaye ni mtu wa boharia madawa MSD anasema kuwa dawa kama misoprostol zinaagizwa na kuuzwa nchini kisheria. Maana yake nini? Kwamba sheria, sio kama imetungwa sheria, sijui kama sheria imetungwa. Na kama sheria imetungwa, basi serikali hii haitakuwa na nia njema. Kwa sababu wananchi walikataa sheria ya namna hiyo. Sheria ya kutoa mimba kwa kutumia dawa kwa mujibu wa Maputo Protocol au itifaki ya Maputo. Sidhani kama sheria imetungwa kinyemela bila sisi kufahamu, labda iwe hivyo. Labda tutamuuliza Dr. Frederick aweze kutueleza sheria hiyo iko wapi na iliandikwa lini. Kwa sababu mimi ninafahamu, na kama anavyo dada Beatrice anavyonukuu mwishoni, kwamba kisheria hapa nchini hairuhusiwi kabisa kutoa mimba. Wewe mwanamke unayetoa mimba unaweza kufungwa hadi miaka 14 au hata kifungo cha maisha. Wewe daktari au yeyote ambaye anawezesha mimba ile kutolewa, yani yule anayeua, anafungwa hadi miaka 7 hadi miaka 14. Na yule anayetoa kifaa dawa zile za kutolea mimba au kusaidia kutoa mimba anafungwa hadi miaka 3. Maana yake ni kwamba hawa wanaouza dawa, wahudumu wa maduka ya dawa au hospitalini ambao wanatoa dawa hizi kwa wanawake kwa lengo la kutolea mimba, wanastahili kukamatwa na kufungwa kisheria. Na labda sisi pia watu watetezi uhai tuingie madukani na sisi tununue, tuwatambue hao watu, tuombe risiti. Maana wale tayari wanasema ukinunua dai risiti, ukiuza toa risiti. Basi na sisi tuingie madukani, tununue dawa hizo, ili tukipata risiti, mbona sheria iko pande wetu, twende katika vyombo vya sheria, tunawakamata hawa kwamba nyinyi mmeuza dawa inayosababisha mimba kutolewa. Hilo ni moja. Lakini dada Beatrice amekwenda mbali, anasema jamani, dawa hizo zinasababisha mabinti na wanawake wanaozitumia kuambukizwa na maradhi ya mfumo wa uzazi, mfano PID, ukimwi na VVU, na wengine kuharibu mfuko wa uzazi na kusababisha ugumba. Dawa hizi zinauzwa kiholela. Beatrice anasema dawa hizi zinauzwa kiholela madukani ya serikali, katika hospitali za serikali, amesema za umma, za umma, za binafsi, zahanati bubu, zinauzwa maduka madawa, zinauzwa dawa hizi. Na sasa nasema kwamba wanaozitumia wafahamu wanatumia kwa hasara yao. Nimemsifu sana Dr. Beatrice anasema Dr. Frederick anasema hapa kwamba dawa hizo kuuzwa kwenye maduka ni utaratibu unaokubalika kisheria, kwa kuwa lengo lake ni kuwasaidia wanaozihitaji kwa mujibu wa maelekezo ya wataalamu na sio kutoa mimba. Sidhani kama maelezo haya yana matashi mema. Sidhani kama Dr. Frederick anaongea haya kwa dhati yake. Maana yake, kama umeingiza dawa ambazo zinasababisha kutoa mimba, halafu unazisambaza madukani kiholela, halafu useme kwamba wale wauzaji watawaelekeza. Hapana, huyu Dr. Beatrice ametuambia kwamba huko madukani zinauzwa shilingi 30 mpaka 50, na miso zinauzwa 10,000, zile M-kit ndio zinauzwa 10,000, 30 mpaka 50 kwa sababu ya faida. Sasa maelezo haya Dr. Frederick nadhani yanapingana ukweli. Ni sasa na wale wanaosema kwamba ukimfundisha mtoto masomo ya elimu ya ngono hatafanya ngono. Ni upuuzi. Uwezekani ulete dawa za kutolea mimba alafu mtu asitoe mimba. Na tena mimi nimesikia kwamba siku hizi madaktari huko hospitalini wanawahimiza sana, hata manesi
wanauliza sana kina mama watoe mimba. Nimesikia tu mimi mambo hayo, sababu sijathibitisha. Lakini Dr. Frederick ni mshukuru pia kwa upande mwingine, kwa sababu ametuambia madhara ya madawa haya wanayotumia kwa ajili ya kuwa watoto kabla ya kuzaliwa ni kuharibu taratibu za kimaumbile kwenye kizazi na kusababisha ugumba. Mnaotumia dawa hizo kumbukeni hayo. Kingine, kutoka damu nyingi na kupoteza maisha kutokana na kukosea maelekezo ya wataalamu, kama yapo maelekezo. Maana mimi ninachofahamu maduka madawa yanauza madawa holela, hakuna mtu anayeelekeza hata mara moja. Mimi mara kadhaa maduka madawa kununua dawa, muuzaji unamwambia nipe dawa fulani, anakupa, anakufungashia, anakuandikia tu, hakuna cha maelekezo ya wataalamu hata mara moja. Kama wapo tutamshukuru Mungu, kama wapo tutamshukuru Mungu. Na mimi ningependa kwa juu hao wanaweza kuelekeza. Walio wengi kwanza wanauza madawa, hata utaalamu kuuza madawa hawana. Madhara ya kisaikolojia, anasema Dr. Frederick, ni kusononeka kunakotokana na kujuta kwa sababu ya kuua mtoto wako, kutoa mimba. Umeua mtoto wako, sasa unabaki na majuto ndani ya moyo wako kwa sababu unakumbuka umemuua mtoto wako mwenyewe. Na huyu dada mwingine Mwaituka, yeye anasema matatizo mengine, kupata magonjwa sugu ya via vya uzazi yanayoathiri shingo ya kizazi na mirija ya mayai. Wapendwa wa Tanzania, tunakwenda wapi? Tunaletewa madawa au inafanana na watu ambao wameleta madawa watumie vizuri, wanatumia kwa ajili ya kujichua miili yao. Sio kama ndio hivi yani. Kwa nini tunapenda kujiharibu? Kwa nini tunapenda kujiharibu badala ya kujitengeneza tuwe bora zaidi? Wanaotumia erythromycin 500, hii achilia mbali. Hii mimi naifahamu, ndio kweli kwamba inatibu magonjwa mbalimbali kweli, lakini uwezekano wa kupata saratani maeneo ya uzazi kwa vile tembe hizi ni za kunywa na sio kuweka katika via vya uzazi. Wapendwa ambao mnasikiliza, nimesema leo ni kipindi cha mwisho, lakini na siku ya mwisho leo natoa tahadhari kwa sababu tumejiingiza katika kampeni ya kuua Watanzania wa baadaye kwa njia ya madawa. Mbinu iliyobuniwa na itifaki ya Maputo haikuweza kupita wakati ule, kwa sababu Watanzania wana utamaduni wa kuenzi uhai wa kila mwanadamu, hata yule asiyezaliwa. Lakini Maputo Protocol imerudi kinyemela, imesema hata bila sheria dawa hizo sisi tunazileta tu na mtaua tu watoto wenu. Tazameni, kuna kampeni kubwa sasa hivi ya watu kuzuia kuzaa, unaitwa uzazi wa mpango kampeni kubwa sana ya kuzuia kuzaa, inaitwa yote ya kijani. Sasa watu wanazuia kuzaa, waliopata watoto wanaua. Hatimaye tutajenga taifa la namna gani? Tutakuwaje baadaye? Basi mimi niache sasa. Dr. Frederick kama anafikiri kwamba dawa hizo ni njema hivyo, au kama watu wa serikali, Wizara ya Afya, kama dawa hii, kama wanaona kwamba jambo ni njema, kwamba zinaingizwa kisheria hapa nchini na watu wanatumia kisheria na kutoa mimba kisheria, sasa ni kueleza sasa asili yake. Basi baada ya kusoma hayo, mimi nilikwenda katika mitandao ya internet nikasoma. Sasa mnaonisikiliza nitamumunya kwanza kwa Kiingereza alafu nitatafsiri. Naam. Mwenyekiti, kwa kuongezea tu hapo, nilikuwa nataka niseme kwamba yani hizo dawa hizo ukiona zinauzwa, yani kama ni kwamba daktari amekuandikia kwamba unaenda labda uchungu umechelewa, umekawia kwanza, akakuandikia daktari kwenda kununua hiyo dawa, shilingi 1000 tu. Kweli? Mimi ndio wangu ndio shilingi 1000. Ndio mimi anasema kwamba kweli bei yake ni ndogo sana. Pale na kama daktari ameandika kweli kwa nia njema, ndio maelezo ambayo Grace anatupatia. 1000 tu. Sasa wapendwa, niwaambie ni siri yake sasa. Kwa nini madawa haya yanaingizwa hapa nchini kwa mujibu wa mitandao? Sasa nimesema na mumunya kwanza kwa Kiingereza, maana yake imeandikwa kwa Kiingereza, alafu nitaweka kwa urahisi katika Kiswahili. Wanasema hivi katika mitandao ya Google, Google, na mimi nilikuwa kusema Google, nikatafuta misoprostol na Cytotec. Nikasoma hivi, wanasema hivi: the best and safest way
a woman can do an abortion herself until the 12th week of pregnancy is with the use of 2 medicines called mifepristone. Mifepristone ina majina mengine. Anasema also known as abortion pill, RU486, Mifegene, Mifeprex, and yani dawa nyingine, hii dawa mojawapo ni mifepristone. Dawa nyingine and misoprostol, ambayo inajulikana also known as Cytotec, Arthrotec, ndio hiyo athumashini, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostocos, or Misotrol. Anasema, anaendelea, if you live in a country where there is no access to safe abortion services and you would like to obtain a medical abortion with mifepristone and misoprostol, please go to wanasemaje, niko na munya hapo Kiingereza, wanasemaje, njia nzuri na ya haraka sana kwa mwanamke ambaye anataka kutoa mimba yeye mwenyewe, yani bila daktari kumtoa mimba yeye mwenyewe, kwa mimba ambayo inafika mpaka majuma 12, ni kwa matumizi ya dawa mbili. Dawa moja wapo inaitwa mifepristone na dawa nyingine inaitwa misoprostol. Anasema kama unaishi katika nchi ambako utoaji mimba hauruhusiwi kisheria, basi dawa hizo zitakusaidia. Na hapa nchini Tanzania utoaji mimba hauruhusiwi kisheria. Dada Beatrice amenukuu sheria kutoka kanuni za adhabu, ile ibara ya ile sura ya 16 ibara ya 50, 51 na 52, inaeleza wazi kwamba wewe mwanamke unayetoa mimba, wewe daktari unaiua, na wewe uliotoa dawa hizo. Kwa kweli kisheria hapa Tanzania ingekuwa hata wewe unayeingiza dawa hizo hapa nchini, kisheria inatakiwa na pia upatikana hatia na kosa la jinai na ufungwe miaka 3 kwa mujibu wa sheria Tanzania. Kwa hiyo wapendwa, dawa hizi ni kwa mujibu wa maelezo haya ya kimataifa, zinatengenezwa, zinaletwa kwetu kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kutoa mimba kikemikali, chemical abortion, ile ambayo ilitajwa kwenye Maputo Protocol. Na anasema kwamba kwa kweli wanaoendeleza mambo haya, taarifa hii inatokana na utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani, World Health Organization. Unanisikia bila shaka eh? Naam. Hasa anasema kwamba misoprostol causes contractions of the womb. As a consequence, the womb expels the pregnancy. A woman can get painful cramps, vaginal blood loss that is more than a normal menstruation, nausea, vomiting, and diarrhea. There is a risk of heavy bleeding for which a woman will have to be treated by a doctor. The chance that an abortion with misoprostol will be successful is 90%. Misoprostol is available in the pharmacies in almost all countries. Unasikia maneno hayo? Anasema kwamba misoprostol inasababisha, amesemaje huyu dada huyu ametoa hapa, yeye amesema inafanya mimba kwa nini? Zinazotumika maduka, basi anyway, inafanya tumbo la uterus, tumbo la uzazi kujikunja,
na huko kujikunja kunja ndiko kunako msukuma, ndiko kunako muua mtoto na kumsukuma nje. Hii ndio abortion. Kwa hiyo inasababisha abortion, chemical abortion. Na anasema wakati mwanamke huyu anapotoa mimba anapata madhara, anasema kumongonyoka, cramps, ni kama vile kumongonyoka ukuta wa uzazi, amsemaje huyu? Hiyo amesema ukuta wa uzazi, shingo ya kizazi, yani vidonge hivyo upanua shingo ya kizazi. Sio hiyo. When ukuta wa kizazi una mongonyoka, unadondoka na kubomoka, ndio kubomoka. Kama yani inatoka kama vile mapande hivi, hii ndio moja hapo, na ambayo yana maumivu makali sana. Kwa hiyo ukuta wa uzazi una mongonyoko na bomoka, una mongonyoko yanatoka mabongi. Halafu vile kuna kutoka damu nyingi kusiko kwa kawaida, anasema zaidi ya damu ile ya hedhi ya mwezi. Pia kuna kichefuchefu, pia kuna kutapika, pia kuna kuharisha. Na anasema wakati mwingine damu inatoka nyingi kiasi kwamba mwanamke huyu anatakiwa apate huduma ya daktari bingwa. Maana unameza kidonge, unamuua mtoto wako kweli, lakini wewe sasa wewe mwanamke sasa unapata matatizo hivi, unahitaji kutibiwa na daktari. Lakini anasema pia kwamba kama wengine walisema kwamba uwezekano wa ufaulu si wa kiwango cha 100%, bali ni 90%. Sasa anasema hivi, kama basi umetumia na kiwango cha kufaulu ni 90 tu, maana wanaotumia 10% wanapata mimba kama kawaida. Hapa anasema wanafunzi wanasemaje kwamba mimba inakuwa kwamba badala ya kutoa mimba inakuwa. Hasa hapo anasema hivi, the chance that using misoprostol will cause an abortion is 90%. The treatment has failed if the medicines do not cause any bleeding at all, or there was bleeding but the pregnancy still continued. The woman can try to use the medicines again after a few days. Sihitaji sana. Ila anasema mwishoni hapa, there is an increased risk of birth defects. Manake wala 10% kwamba mtu ametumia dawa hii, mimba haijatoka, sasa mtoto anaendelea kukua. Sasa anasema katika hali hiyo kuna uwezekano wa watoto hawa kuzaliwa walemavu, ulemavu wa mikono, ulemavu wa miguu, matatizo ya mishipa ya damu. Kama mtoto huyu alidhamiriwa kuuawa kwa dawa hizo, bahati mbaya amepona, basi atakapozaliwa atazaliwa akiwa mlemavu. Wapendwa, tumesema leo siku ya mwisho ya mwaka 2013 tunahitimisha kipindi chetu, na hii ndio taarifa ambayo tunataka kuwaleteni, kwamba mjue kwamba tumeanzisha vita kubwa dhidi ya watoto wetu ambao bado hawajazaliwa kwa kutumia kemikali, sumu ambazo ziko kwenye vidonge vya misoprostol na vinginevyo ambavyo tumevitaja. Na wakati watoto wanauawa, wale wanaovitumia wanabaki walemavu. Na huyu malaya hawa malaya wa Buguruni samani wanasema babu kubwa anasema maadui, kuna maadui hawa wanasema mkit ndio babu kubwa wanasema hapa kwamba iko pale mkit ile hii hapa wanasema hawa waliojiwa hawa wa malaya wa Buguruni wauza nini milia Buguruni, wanasema mkit ndio kubwa la maadui. Nani adui mwenyewe? Mtoto. Kumbe lenyewe yani hili mkitini linatoa mimba zote zile. Kama miso imeshindwa, tafuta mkit, ndio kubwa la maadui. Mtoto wako anageuzwa kwa adui. Yani fikiria tu kwamba mtoto wako mwenyewe ambaye umempata kwa stali yako mwenyewe, leo unamuita adui. Yani unatumia dawa ile ndio inakuwa ndio yani inapewa hali nzuri dhidi ya
adui ambaye ni mtoto wako. Wapendwa, nataka tu muone jinsi tunavyo watendea watoto wetu ambao bado hawajazaliwa. Ni safari ya kulifirisi taifa hili. Yani unajua ili taifa la Tanzania sasa tumeanza mchakato wa makusudi wa kuua watu wake. Kwa miaka ijayo, miaka 50 ijayo, kama nitakuwa hai, nitatoa ushuhuda. Kama nitakuwa hai, kama Mungu atakuwa amenichukua kwake katika makao ya milele mbinguni, nitakuwa naangalia nikiwa kule mbinguni, naangalia chini namna hii. Mnasemaji wa Tanzania, nilikuwa nasema, unajua tena mambo haya. Kwa hiyo mchakato ambao umeanza sasa ni hasara kwa taifa. Moja, tunafanya juu chini kuzuia kuzaa kwa madawa ya uzazi wa mpango, na wakati huo tumeingiza dawa kwa makusudi za kuua watoto kabla hajazaliwa. Wapendwa, mimi niishia pale, niwapende nyinyi muda kidogo, mweze nyinyi kuongea siku ya mwisho. Mnajua kuongea siku ya mwisho, dada yangu pale anasema imeko bahati lioje kuongea siku ya mwisho kwa kwenye kipindi. Basi labda na wewe pia utakuwa na bahati ya kuongea siku ya mwisho. Karibuni sana. Nikushukuru sana mwenyekiti, naona leo umeongea mambo mazuri kabisa ambayo atakuwa amegusa, alafu inaonekana kama mlijiandaa vya kutosha kabisa kwa ajili ya kutuletea hii mada yetu leo ambayo imechambuliwa na Beatrice Shayo. Ameongea vitu muhimu sana, naamini kabisa ndani ya jamii zetu vinafanyika. Kwa hiyo kikubwa kama vile ambavyo mnaendelea kushauri wana pro life na kutetea uhai, basi wengi wataweza kufanikiwa kuzuia haya yote. Lakini sijaelewa vizuri haya madawa inakuwaje? Inabidi utaratibu ufanyike upya ili kuzuia, kwa sababu inaonekana yako kiolela sana katika maduka ya dawa. Mimi nimesema kama wameingiza kwa lengo la kuua watoto wetu, hatuwezi kuyazuia. Ile kama walioingiza hawakuingiza kwa nia mbaya, wanaweza kuyadhibiti yakatumika katika hospitali kubwa tu. Yani yabaki katika hospitali tu, kwa sababu lengo lake ni kusaidia kuzuia damu, mama asitoke damu nyingi baada ya kujifungua. Au haya mengine ya kuongeza uchungu ili mama apate uchungu na ajifungue mapema au salama. Ni nia njema sana. Lakini kama nia njema hiyo ni kweli ilivyo, basi yabaki tu katika mahospitali kama hii ndio nia yenyewe. Lakini kwa kuyasambaza, Dr. Prince anasema kisheria katika maduka ya dawa ni usaliti, ni hujuma dhidi ya uhai wa binadamu, na niseme ni safari ya maangamizo ya taifa hili. Yani nimeshangaa sana, ile jina leo ndo kwanza mara yangu ya kwanza kusikia, afu nimecheka vibaya mno. Kubwa la maadui. Mimba ndio maadui siku hizi. Hapana bwana. Basi kwa dakika hizi chache natumai tumpe msikilizaji pia naye nafasi. Naam. Msikilizaji, karibu kupitia namba yetu ya 0222771727. Na lini ya pili ni 0784313587. Halo. Habari. Hello. Karibu, tunazungumza. Njema, nani uko wapi? Zungumza na Mtima Pelo Matena katika pande za Kasai Sengerema. Kutoka Sengerema, karibu, tunakusikiliza. Kwanza nilifikisha mwishoni mwa mwaka. Na kipindi ambayo mwisho mbaya iliyopinga ni mwingine. Haya, naona kidogo msikilizaji wetu hayuko mahala pazuri, lakini network kidogo inasumbua. 0222771727 na 0784313587. Halo. Habari za kazi? Ni nzuri tu, habari yako? Salama, unaongea na Samuel Bajuta, niko Manyara. Samuel Bajuta. Karibu sana kutoka Manyara. Asante. Mimi maoni yangu ni kwamba watu wamrudie Mungu na waache mambo maovu. Haya yanatokana na mtu kutokuwa karibu na Mungu, kutokuwa na hofu ya Mungu. Ndio maana mambo kama haya mamangu. Una kipi cha kuambia kwa yale ambayo umeyasikia? Ni haya tu dada yangu, kazi njema. Asante sana Samuel Bajuta. Mungu bariki. Haya, asante sana. Msikilizaji, bado tunaendelea kusikiliza simu yako. Tumesikia mengi sana ambayo mwenyekiti ndugu Emil Agam pamoja naye dada Grace Morrison Shayo ambao wametuandalia siku ya leo. Kikubwa tulikuwa tukitazama dawa za uchungu zinazotumika kutolea mimba Dar es Salaam.
tumesikia makala ndefu kabisa ikiwa na maelezo ambayo amejitosheleza, na naamini kila mmoja akisikia basi anaweza kuelewa nini ambacho kilikuwa kikizungumzwa hapa. Kwa wakati huu ni nafasi yako msikilizaji, tukusikie na unasemaje kulingana na kile ambacho tumekisikia hapa. Halo? 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 Habari yako? Unaongea na Juma Kipa, na piga simu nikiwa Mpanda mwa Mkuru Center umoja hapa. Juma kutoka Mpanda, karibu, tunakusikiliza. Mada imenichanganya kidogo sisi. Haya, mwenzetu Juma yeye haelewi. Halo? Nyelele Amina dada, nafurahi kupata simu yako. Unaitwa nani? Naitwa Madura kutoka Moshono Arusha. Mama Dura, karibu sana. Aya, asante. Basi mimi napenda kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu leo ni siku ya mwisho wa mwaka. Japo tujamaliza, bado muda kama kidogo hivi, lakini ni mrefu kwa binadamu. Kwa tunaendelea kumuomba Mungu atuwezeshe ili tuweze kuona mwaka mwingine pia. Lakini katika kipindi naweza kusema tu kwamba yani nimesikiliza vizuri hiyo message iliyokuwa ikisomwa hapo, lakini inabidi tu sisi wasikilizaji na Watanzania tuendelee kuelimika kupitia hiki kipindi, kwa sababu ni wengi ambao wanatafuta watoto, lakini bado ni wengi wanaua watoto kwa njia mbalimbali kama hizo ambazo zimetajwa hapo. Kwa hiyo sisi kama sisi inatakiwa tumrudie kwanza Mungu. Tuone kwanza uchungu. Unavyotaka kufanya jambo lile, uone kwanza uchungu. Unasema unavyofanya hivi, je, mwenzangu yule ambaye anahitaji kitu kama hiki na kuaje? Unaona Kwa hiyo sisi inatakiwa tumrudie Mungu, tuache kuua viumbe vya Mungu, kwa sababu ni viumbe ambavyo havina hatia. Na tukumbuke kwamba kuna wenzetu ambao wanatafuta miaka nenda rudi. Utakuta mwingine mpaka anazeeka na tanto. Anaitwa tu fulani, aitwa mama fulani. Kwa hiyo uliojaliwa basi endelea kuzaa, sio swala la kusema unatafuta dawa hizi na zile kwenda kuua kiumbe ambacho hakina hatia. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nikushukuru sana Mama Dora kwa kile ambacho umetuambia jioni ya leo. Tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Amina, utume mwema. Asante. Halo? Halo, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari yako? Salama, habari za leo? Njema. Nani upo wapi? Unaongea na Katekista Charles kutoka Nsonga Iramba. Katekista Charles kutoka Iramba, karibu. Asante sana. Kwa kweli mada nimesikia vizuri sana. Natoka mwanzo nimesikiliza sana kwa makini. Lakini wale wanayapokea haya, mimi ningeomba wafikirie sana. Wewe unakunywa vidonge ambayo unajua wazi kwamba kwanza vinajeruhi mwili wako. Unapata madhara ndani ya mwili. Unaua mtoto ambaye ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na wewe unajua wazi kwamba hapa duniani ni mapito, utaondoka na utarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hivi siku ya mwisho itakapofika utaweza kusema nini kwa Mwenyezi Mungu? Kitu cha kwanza tufikirie, mimba umeibeba mwenyewe, alafu bado unataka kuua mtu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yako. Kwa nini usishukuru kupata mtoto? Watu wengine wanafanya kila aina, kama hivyo sema mwenzangu leo tangulia, wanatumia kila aina mbinu ili apate mtoto, lakini unapata mimba, unaua mtoto. Yaani angalia, kama wewe mama yako angekuua ungekuaje? Mimi ningeomba tu mwenye wazo kama hilo afikirie, kama mimi mama yangu angeniua hivyo, mimi ningekuwa hivi leo. Asante sana, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nikushukuru sana Katekista Charles kutoka Iramba Singida, ubarikiwe. Asante, kazi njema. Asante. Halo? Habari? Habari za kukuelea. Salama tu, na ni upo wapi? Nazungumza na Nsina tena kutoka Ngerema. Karibu. Asante. Sasa kulingana na ile ni kweli mdeni mapema. Naona swala la mawasiliano kwa Sengerema sio nzuri. Nitapokea simu moja mwisho, alafu tusikie chochote kutoka kwenu, na kutokana na yale ambayo yamezungumzwa hapa tunaona mengine ni ya msingi sana. Halo, pole sana. Halo. Halo. Habari yako? Safi. Nani? Naitwa Katekista ndani ya darasa kutoka Dumbesa, Katesh Manyara. Katekista, karibu sana kutoka Manyara. Ndio. Karibu, tunakusikiliza.
Asante. Mimi nilikuwa nimesikiliza radio, nimesikiliza tangu mwanzo mpaka mwisho, na hivyo ninashukuru sana kwa sababu kipindi kwa kweli inatujenga, na wale ambao kwa kweli wenye nia hizo, mimi ningewaasa kwamba waache kwa sababu kwa kweli wanamkosea Mungu. Na mimi naungana wazo langu na katika mwenzangu aliyetoka hivi sasa kwamba waache kwa sababu kwa kweli hata wao wajiulize kwamba ingekuaje kama yeye kwa kweli mama yake angetoa hiyo mimba na yeye asingekuwepo. Hivyo na waasa kwani wale ambao wanania kwamba waache kwa kweli waache. Asante sana kwa kitu hiki. Milele amina. Asante sana katekista kutoka Manyara. Asante. Haya, mwenyekiti dada Grace, tumesikia wasikilizaji wetu wengi wakionekana kwamba bado wanaunga mkono hiki kitendo na kukipinga kabisa kwa sababu si kizuri. Mna kipi cha kuzungumza ikiwa zimesalia dakika chache? Na nataka tu ni labda nimechukua kisa nimemlezie. Asante. Mimi napenda tu ni wasi wauzaji wa maduka ya madawa, tugeuke tumrudie tu Mungu. Tamaa ya fedha haitatufikisha popote. Ni hilo tu. Na kama wana imani kweli wajue wanachangia kuua, na kuua ni dhambi ya mauti, basi hatima yake ni motoni. Basi hai ni nadhani ya kwako ni kutu ndaje kukweli. Ameongeza. Mimi ya kwangu ni moja, niseme kwamba utoaji mimba wowote ule uwe wa kikemikali ambao sasa unafanyika kwa njia ya vidonge, au ule wa kunyofolewa au wa mitishamba, ndani na nibisa msema utoaji mimba wa kienyeji, yote hayo yanaleta madhara na majuto makubwa katika maisha ya mwanadamu. Na unajua kuna mambo gani kwamba wewe mwanamke unaua mtoto wako, lakini unapoua mtoto wako wewe mwenyewe unajijeruhi. Kwa hatimaye tunakuwa na mwanadamu ambaye ameua mtoto wake, lakini mwenyewe anakuwa na majeraha mpaka anapokufa. Basi ni kwa sababu hiyo ni mwisho wa mwaka huu na kwa sababu ya maombi mbalimbali ya watu tumeandika kitabu ambacho ningependa nikitangaze muweze kukinunua kwa ajili ya kupata msaada wa uponyaji. Kinaitwa Laana ya Utoaji Mimba na Uponyaji wa Ndani. Kinapatikana hapa Dar es Salaam, na kama mlioko mikoani mtapenda mshiriki katika kuuza basi mtaniambia, lakini bei yake kwa sisi kiofisi tunauza shilingi 3,000, lakini kama unataka kuuza kwenye duka la dawa ukaagiza, unaweza kuuza labda kuongeza kidogo kwa ajili ya faida yako ya kurudisha gharama za kuagizia. Kwa hiyo kinaitwa Laana ya Utoaji Mimba na Uponyaji wa Ndani. Basi ni washukuru sana kwa kutusikiliza leo. Tumemaliza mwezi kusema bado masaa machache. Basi walao tunaelekea kumaliza mwaka na mimi nina hakika Mungu anatupenda kabisa. Na kwa sababu hiyo sina mashaka kwamba tunaingia mwakani wote tukiwa salama kama ambavyo Mungu ametulinda mwaka wote wa 2013. Tumshukuru Mungu kwa hilo. Na washukuru wasikilizaji wote wa Radio Maria, wapenzi wa kipindi chetu cha Utetezi Uhai. Jana jioni nilikuwa na sister moja anasema na kusikiliza kweli kwanza nilipoona nilishangaa, wewe ndio Mr. Agamu? Nikasema ndio. Alishangaa. Basi nyinyi wote hata ambao hampigi simu, basi tunawashukuru sana. Lakini pia kwa namna pekee nimshukuru dadangu Viola yuko kule Marekani, ambaye anarekodi vipindi. Angalia sasa hivi kule Marekani ni usiku, lakini bado anaamka anarekodi vipindi hivi katika mitandao yetu. Mtandao wetu ni ni www.hlitanzania@ nianza tena www.hlitanzania neno moja hlitanzania.org. Ukifungua pale vipindi vyote vya mwaka mzima utavisikiliza live. Nashukuru tena sana, na tumuombe Mungu aendelee kutubariki na kutulinda tuone mwaka mpya salama. Ni washukuru sana wa Judith na wenzako wote wa Radio Maria, dada Agnesi na wengineo, na kina Happiness na Judith mwingine na nani stika kanani pale.
Basi wote hao nashukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi cha Utetezi Uhai. Mwakani tunaanza na mada nyingine. Nashukuru sana, asanteni na kwaherini kwa mwaka huu 2013, na tuombe tuone mwaka mpya tukiwa salama. Asanteni. Nikushukuru sana mwenyekiti ndugu Emil Agamu, asante sana dada Grace Morrison Shayo, asante timu nzima, mgenitajia wale wengine ambao mnakuja nao katika vipindi. Regina Nkunga, Rosemary Msofe, Halima Waziri, yule Agnes Mbumi, na nani wabulana wale yule nani yule mwanamume Innocent ndio Joseph na nani yule mwingine Sylvester Mahiri na wote abasa. Asante, maana tukianza kuwataja ni wengi. Wapo wengi. Na mimi niwashukuru sana Agnesha Yoiza, Judy Pinesi, kwa niaba wote, mimi naitwa Juliet Gerard Munga, niwashukuru sana. Na kwa sababu leo wakati nikifanya kipindi ilikuja simu moja msikilizaji kutoka Singida, Ruben M. Shamdia, akaniambia katika mwaka 2013 nashukuru sana Pro Life. Walifika kwetu akatupa semina ambao kwa kiasi kikubwa ameniongezea elimu, na mimi sasa hivi naweza kutoa elimu katika vikundi vingine. Nikasema mzee Agamu uko juu. Hongereni kwa hilo, pia kuendelea kuelimisha jamii kwa namna moja ama nyingine kupitia vipeperushi, lakini semina, redio. Mbarikiwe, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu na akili na neema, baraka, kila kitu, hekima na busara, ili tuweze kuendelea kuelimisha jamii. Asante sana. Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha hivyo kipindi cha Pro Life siku ya leo. Kumbuka kilikuwa ni kipindi cha mwisho kwa mwaka 2013, ikiwa ni Desemba 31, saa chache tu tukisubiri mwaka mpya. Asante mdau wetu ambaye tumekuwa pamoja. Asante ambao ulikuwa ukisikiliza vipindi vya Pro Life kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka wakati huu. Tuzidi kuwashika mkono, tuzidi kukisikia kile ambacho anakuwa anatuletea, kwa sababu kina maana kubwa kwetu, kinazidi kuelimisha jamii, watu wa rika zote. Kwa tuseme asante sana msikilizaji, tungane tena hapo mwakani kwa ajili ya kuweza kupata elimu zaidi ya utetezi wa uhai. Kwa niaba ya wote wale, mimi jina langu naitwa Juliet Gerard Munga. Nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vyote vinavyoendelea kutoka hapa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Ni wewe hapa duniani, utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu. Wasi unaoikumba dunia, ni kazi yako moyo.